اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. الحق سبحانه وتعالى تنبيتك في القرآن الكريم ومن الناس من تعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Katika watu na wale ambao kwamba na maneno yao katika maisha haya dunia, na anamshuhudisha Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa dini iliyopo katika moyo wake. Zimeinuka sana sauti katika miaka 100 na hii ya mwisho za madai ya haki za wanawake. Huku tunaambiwa hukuku almar'a na kule tunaambiwa musawa, equality na mengine mfano wa haya maneno yenye kuvutia mazuri ya haki, lakini haqqun urida bihi batil. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala katutahadharisha kitambo sana, akatuambia wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Katika watu kuna wale ambao kwamba maneno yao yakupendeza, musawa. Nani akakataa maneno mazuri kama haki za wanawake sawa? Lakini angalia hukumu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, anatuambia wa huwa aladul khisam. Huyu hakutaki kheri wala mazuri, huyu ndio mtesi mkubwa. Kisha aya inayofuatia Mola Subhanahu wa Ta'ala tukia wazi zaidi, asema wa idha وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. Akisema hakika anaanza kutembea katika ardhi akifanya ufisadi. Hapa panapokuja hapa muhimu, wayuhlika alhartha walnasl, anaangamiza vitu viwili Mola Subhanahu wa Ta'ala kavitaja, alhartha walnasl. Kabla akili zetu ziende mbali, tufikirie ile hartha tunayojua ya mazao ya shamba, turudi huku kwenye Qur'ani itufasirie Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya nyingine, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum. Kwa harthi nani tukatafsiri Qur'ani wapi? Kwa Mola anatuambia wayuhlika alhartha, lengo lake kuu ni kuja kuangamiza wanawake, wanasla na watoto. Na hili ndio lengo la msingi la kuasisiwa haraka iliyojulikana kama an-nasawiyya feminism, ilikuja na madai ya kutetea haki za wanawake, kana kwamba hajapewa haki kama hiyo na sheria. Lengo kuu lilikuwa limwangamize huyu kwa madai ya my dress my choice, vazi langu chaguo langu. Sio vazi lake chaguo lake, ni atembee uchi kwa maslahi ya wengine, kwa madai ya kuwa anahuria ama mwili wangu milki yangu, naweza kutembea na nikakaa na nikafanya nikakavo. Wakawa wanatoka mabinti, kwa sababu Mola ameumba ile hisia ya umuma ya kutaka kuwa mama ndani mwao, anataka kuzaa, lakini hataki kuingia katika ndoa, kwa sababu feminism imemwambia ndoa ni kaburi la mwanamke. Sasa atapata vipi mtoto? Anakwenda katika banki ya mali, benki ya maji ya kiume,
anasoma profile, maji haya mwenyewe ana macho sijui ya bluu mrefu, uko hivi na vitu hivi, nataka mtoto wangu atakana wayuhlika alhartha wala. Kwa hivyo kukosekana amudu nasab kitu muhimu sana katika sheria. Ikawa leo kuna watoto wasiokuwa na idadi ambao kwamba hawajulikani wazazi wao, watoto wa nje ya ndoa ambao wenyewe kisha baadaye wakaja kutuambia 83% ya majambazi waliofungwa jela, wezi na wale ambao kwamba wameingia katika blacklist, 83% ni watoto wa nje ya ndoa. Mtume Muhammad. So hapa lazima tuwe makini sana. Hizi taasisi ama organization ama munadhamat zilikuja na fikra ya kutuvuruga na kutoa watu katika malengo ya kisheria, na ndio maana zikaja nadharia nyingi. Tukaletewa nadharia ya gender theory. Sisi tunajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajanna wama khalaqa adh-dhakara, Mola amemuumba mwanadamu kiume na akamuumba vile vile kwa kike. Jenda tunazijua ni mbili, lakini leo nenda Facebook katika jenda utakuwa 71. Kwa nini tunapishwa nadharia ya jenda? Ili tuanguke katika malengo yao ya LGBTQ na mapenzi ya jinsia moja na mengine mengi mfano haya. Nasiha yangu kwa nafsi yangu na ndugu zangu, yanayoendelea katika ulimwengu kwa maneno mazuri mazuri, Mola Subhanahu wa Ta'ala tayari kitambo ashatahadharisha nayo, wa huwa aladul qisas. Kitambo aladul qisas, tusende kumpiga makamama na kupokea fikra zake wazima wazima. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an al-Karim, fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma, tukakuondolea kile vizuizi kilioko katika macho. Sisi kuna vitu ambavyo kwamba matasiri yasiwekwa mbele ya macho yetu zinatuzuia kuona behind the scene, yaliyoko nyuma ya pazia. Tukapewa taswira ya kimagharibi ndio kuendelea na ndio takadum na hadhara ile ghita ile tunafaa kuinyanyua. Wala anatuambia fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Mufassirin wanasema hadid maana yake yani taral umura ala haqiqatiha, yanaona mambo kwa hakika yake. Mara nyingine unaweza kuwa umetoka usingizini ukiona jambo vizuri kisha baadaye ukishasafisha ile macho ukaliona kwa picha nyingine tofauti, na mwingine mpaka avae miwani ndio ione kwa picha iliyokuwa ya sawa zaidi. Sisi tunahitajia kuvaa miwani ya sheria, tunahitajia kuondoa hichi kizuizi, na hasa katika zama ambazo kwamba tuko ndani yake sasa. Si ghitwa katika basara, si kizuizi katika macho. Alladhina kanat a'yunuhum fi makani, sasa yale macho yapo ndani ya ghitwa. Kereti ingekuwa hayapo ndani ni kuinua tu ghitwa. Sasa kuna kazi ya kuyatoa macho nje kwanza, ambapo kwamba ni kazi kubwa zaidi. Tufungue macho, tuwe makini na mukhaffafat hizi fulani za adui, tusiingie wazima katika mukhaffafat zao. Alhaq Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu mwanamke tena kwa daraja ya juu, na katika Al-Qur'an al-Karim kuna sura ar-Rijal, hakuna sura ya wanaume, lakini kuna sura an-Nisa. Kuna sura kwa jina la mwanamke, sura Maryam.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabariki walienda mahadhara kama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama zilizojumuisha hapa tujumuishe katika Firdaus. Innahu waliyyu dhalika qadiru alayhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.